kitabu cha Mwanzo, vile Mungu aliumba. Mungu hakuumba kwa nguvu, kwa kumteseka. Hakuumba kwa kuloa jasho. Mungu hakuumba kwa hakukuwa anatoa jasho akisema hii dunia kubwa namna hii nitaimaliza lini. Alisema wacha iwe na kukawa. Haleluya. Amen. Tunahitaji tumjue Mungu. Ukimjua Mungu, hautafuata miungu ya dunia hii. Ukimjua Mungu, hautafuata njia za kuangamia. Hautafuata njia zisizofaa. Ukimjua Mungu, Mungu atakuongoza katika neno na katika njia yake. Tunamjua Mungu kupitia kwa neno lake as we are going through the word of God. Praise the name of the Lord. Amen. Now I want to say this. Only God is eternal. All else has a beginning. Ni Mungu peke yake ambaye hana mwanzo wala mwisho. Eternal means he is forever. He was there forever and he will be there forever. Mungu alikuwa kabla kitu chochote hakijakuwa. Amen. Let us read in the word of God in the book of Genesis. Genesis chapter 1 verse 1, where the Bible begins. Genesis ni kitabu cha kwanza kabisa katika Biblia. Ndio kitabu cha kwanza. Na nitasoma mstari wa kwanza katika Biblia. Amen. Biblia inasema, in the beginning God created the heavens and the earth. In the beginning God created. In the beginning. So huyu Mungu ambaye aliumba katika mwanzo, yeye anapatia Moses kuandika hii maneno, kuandika hii neno, anamwambia andika in the beginning God created. Na ukiona vile hiyo maandiko imeandikwa vizuri, utapata kufahamu ya kwamba inasema in the beginning God. So in the beginning, before the beginning was, God is there. Mungu ako hapo kabla mwanzo hujaanza. Before you begin, God is there. Before the world begins, God is there. He is there to begin the beginning. Watu wa sayansi wanasemanga mambo mengi kuhusu Mungu, lakini wamekuta ya kwamba wanakosea. Amen. Juzi nilikuwa nasoma katika internet vile wanasayansi wanasema wameanza kupungua Mungu. Wanasema ya kwamba DNA, vile DNA ina multiply, vile DNA ina connect. Unajua DNA ni nini? Ni ile kitu inasababishanga hata wakati ndege imeanguka na watu wote wamekufa na hujui huyu ni wa nani na huyu ni wa nani. Unakuja watu wa familia mnachukuliwa samples na ule mwili unachukuliwa samples, alafu ikipimwa inalingana. Kile kitu kinatofautishana wewe ni wa wapi. Bwana asifiwe sana. Wanasayansi wakaangalia wakaona DNA vile inaongea, vile inaonyesha mambo, haiwezi kuwa imesababishwa na mtu, haiwezi kuwa imesababishwa na kitu kingine. Ni muujiza, ni kitu ambacho ni lazima kiwe kimesababishwa na yule ambaye ako na nguvu zaidi, ambacho hata wanasayansi hawawezi kutengeneza DNA. Amen. Amen. Tunaona watu wakisosania mtoto wanaenda wanasema twende hospitali tukapimwe DNA tujue huyu mtoto ndio nani. Hiyo DNA wanasayansi hawawezi kutengeneza. Wamesema vile inaongeza, vile inanjilete, vile inajizalianisha, vile ina divide itself, vile DNA inafuatanisha growth, they don't understand, and because of that they are realizing that God is real and he is there. So God is beginning to change the hearts, the minds of men to know that he is there. Amen. Before beginning was, God was there. He was there to start the beginning. Amen. He was there to begin the beginning. Amen. Hallelujah. Amen. In the beginning God created the heaven and the earth. Kila kitu chote kilikuwa ndani ya hiyo heaven and earth. Kwa sababu ukiangalia maandiko utaona ya kwamba there was okay, then let us read the verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. Today Mungu akasema nchi na mbingu siwe. Na zikawa. Biblia inasema earth was without form. Earth, wakati Mungu alisema let there be earth,
ardhi ikatokelezea, kila kitu chote kikiwa kimechanganyika hapo. Ilikuwa inasemekana haikuwa na umbo, ilikuwa vile tu, ilikuwa kwa sababu wewe ulikuwa ndani, hizi vitu zilikuwa ndani, manyumba zilikuwa ndani, everything ilikuwa ndani, all the trees were inside, all the seas were inside, everything, the heaven was there. Praise the Lord. And God, I don't know stima Mungu alikuwa amesimama wapi, lakini anakasema let there be earth. Amen. Earth ikatokelezea. Amen. God speaks. Biblia inatuambia God speaks and calls things which are not as though they are, and they come to be. Amen. Akasema nchi iwe na ikawa. Biblia inasema nchi ikawa haina umbo. Mungu akaanza sasa kuigawanya. Akasema let there be light, light ikakuja. Akasema maji yagawanyike, maji yakagawanyika. Maji ya juu yakaenda juu, ya chini yakarudiana mahali pamoja. Akasema nchi kavu itokelezea, ikatokelezea. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. And God created all these things. Everything in the world, in the heaven, in the sea, every area, it has been created. Amen. But God was never created. Amen. Amen. Hivyo Mungu yeye hana mwanzo wala mwisho. Mungu hauwezi kujua alitoka wapi. Alikuwa kabla. Mtoto mmoja alielezewa kuhusu Mungu, akaelezewa, akafikiria. Kwa sababu aliambiwa, Mungu ako kila mahali wakati huo tu. At this time God is everywhere in the world. Right now God is here. Right now God is in America. Right now God is in Israel. Right now God is at home. Right now God is everywhere. Na huyu mtoto akafikiria, akaona God is so big that he doesn't need to go anywhere. Hallelujah. Huyu mtoto alifikiria, akaona kwa hivyo Mungu hata hahitaji kuenda mahali, anahitaji akuwe hapo tu. Kila saa anahitaji akuwe hapo. Kwa sababu ni mkubwa, ako kila mahali, so hahitaji kuenda hapo mahali, si ako hapo. Na hiyo ni wazo la mtoto ambaye aliwaza hivyo, na kweli ukiwaza vizuri utakuta Mungu ni mkuu. Praise the name of the Lord. Biblia inatufundisha God is eternal. God's first word to write was in the beginning. Kwa hivyo Mungu kitu cha kwanza aliandika. Neno la Mungu la kwanza ni kwamba in the beginning God created. Amen. 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 We need to know there was a beginning. Tunahitaji tuelewe kila kitu kilianza. Wewe ulianza, familia yenu ilianza, nyumba zenu zilianza, nchi, ulimwengu ulianza. Kuna wakati wa kwanza, but God never began. God was there. Mungu alikuwako. Hallelujah. Amen. Mungu alikuwa wapi? Mungu alikuwako kabla mwanzo, before the beginning began. Everything we see or don't see had been begun or has a beginning except God himself. Kila kitu tunaona, kila kitu chote hatuoni. Upepo ambao hatuoni, tunaona tu, tunasikia upepo tu, tunaona miti ikitingizika, tunaona vitambaa vikitingizika. Upepo una ule alianza, uko na mwanzo. Kila kitu kiko na mwanzo wake, lakini Mungu hana mwanzo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tumeanza kujua Mungu. Tumeanza kujua kumbe Mungu hana mwanzo. Watu wanaundanga miungu yao. Wanatengeneza, wanaunda simba. Wanasema huyu ni Mungu wa kututetea. Ako na mwanzo. Huyo ni Mungu wa kuumbwa na watu. Huyo ni Mungu wa kutengenezwa. Lakini Mungu wetu hana mwanzo wala mwisho. Amen. Except then before beginning there was nothing on the universe. No earth, no universe, no angels, no devil, no plants, no animals, no anything. There was nothing. In the beginning, before anything was, there was nothing. Kulikuwa hakuna kitu.
Kwa hivyo nataka tuelewe ya kwamba saa hii tunaweza kuwa kuna kitu unahitaji na hauna. But there is God. Amen. Hallelujah. Amen. Unaweza kuwa kuna kitu unahitaji na hakika unataka hiyo kitu, lakini hauna kitu. Hauna hiyo kitu na unahitaji. What do you need? Where do you go? You go to the one who is there before the beginning. And then you can begin something in your life. God is a beginner. God is the one who begins things. He starts things in our lives. Alianza uokovu katika maisha yangu na nikaokoka, na uokovu ikaanza kuishi maisha yangu. Alianza mambo alinianza wakati nilikuwa sijazaliwa. God was there and he caused me to be born. Amen. Amen. He caused you to be born. You are not there if God had not caused you. Mungu alikuumba. Mungu alikufanya uanze. Sisi sote tuko na mwanzo na tuko na mwisho. Tulianza, tulizaliwa, tunaendelea, lakini kuna mwisho, tutakufa na tutaenda sehemu nyingine. Amen. Amen. But God will be there. God does not die. Unaweza kuniuliza kwa nini Yesu alikufa, lakini Yesu alikuja kuonyesha example. He just came, he just took the body. He just took a body, a human body, and he was here in the world that he may show that I am taking a body to do a practical with it. I am taking this body to practice with it or to do something with it. And then Jesus, after that, he took another body from heaven. And even wanafunzi wake hawakuwa wanamjua, walikuwa wanatembea hivyo wakisema, huyu jamaa bwana, hao watu walimpiga, hao watu walimtesa, na tulikuwa na yeye, na ndiye alikuwa ni mtu mzuri. Hata tulikuwa tunakula mikate yake. Wanaelekea Emmaus. Hata tulikuwa tunakula, hata alikuwa anatengeneza. Na hao jamaa, hata mwingine nilimwona hapo na alikuwa anakula mikate. Sasa tutafanya namna gani? Na sisi ni wanafunzi wake. Yesu akatokelezea na akaanza kutembea na wao. Hawajui alitoka wapi. Waliona tu mtu ni huyu anatembea nasi. Akaanza kuwauliza, na je, ni kitu gani hiki mnaongelelea? Wakamgeukia wakiwa wamekasirika. Wakamwambia, wewe ndiye mgeni Israeli. Haujui kile kimetendeka Yerusalemu? Haujui vile walimkamata Yesu na wakampeleka msalabani, wakamwangika na akafa na wakazikwa. Na sasa hata hatujui, hata mwili wake haujulikani uko wapi. Hata hajulikani, hatujui tutafanya namna gani. And all of a sudden they notices when Jesus does some few things, they notices, oh, it is Jesus, and then Jesus disappears. Amen. Amen. So tunakuja tunaelewa ya kwamba God is eternal. He has no beginning. He has no end. They thought Jesus has ended, but after 3 days he finished his work and he was there again. Amen. Walking softly. Hallelujah. Amen. And for 40 days he walked in this world after resurrection, before he went to heaven. God had no beginning and will have no end. God is eternal. Mungu ni wa milele na milele. Na kwa hivyo tunaanza hata kuomba tukisema, Mungu wa milele pokea sifa. Mungu wa milele utukuzwe. Wakati unasema Mungu wa milele, unataja Mungu ule wa kweli.